kusogea hapa karibu. Sogeeni njoni mzungumze na makamu mwenyekiti wa chama. Huko nyuma jamani. Sogeeni hapa, hawa wamekuja. Nafikiri wamesikia ujumbe wangu. Asante. Karibu sana makamu mwenyekiti wa chama uzungumze na watu wa Mpwapwa. Haya. Watu wa Mpwapwa, punga mkono tusalimiane namna hii. Wote kule, wote. Peoples. Sasa ndugu zangu, mimi nitatumia muda kidogo sana. Wenzangu wamezungumza na tuna mkutano mkubwa Dodoma mjini. Lazima tuwahi Dodoma mjini tukazungumze na watu kule. Tumekuja kwenu mchana wa leo kuzungumza kuhusu operation ya chama chetu inaitwa No Reforms, No Election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na kwa nini tumekuja kwenu kuzungumza kuhusu uchaguzi? Kwa nini chama chetu kimefikia hatua hiyo? Tumefikia hatua hiyo baada ya kujiridhisha kwamba katika nchi hii uchaguzi hauwezekani tena. Uongo kweli? Kweli. Katika nchi hii, iwe uchaguzi wa vitongoji, iwe uchaguzi wa vijiji, iwe uchaguzi wa ubunge, hauwezekani tena. Usipokuwa mwana CCM huwezi kuchaguliwa katika nchi hii. Uongo kweli? Actually sio kuchaguliwa, huwezi kutangazwa. Sasa na tumekuja kwenu tunazungumza kuhusu uchaguzi. Tusipofafanua vizuri mkaelewa uchaguzi una umuhimu gani kwenye maisha yako, watakuja hapa walete propaganda. Nyie watu wa Dodoma, huu ni mkoa pekee katika nchi hii ambao haujawahi kuchagua mbunge wa upinzani. Mkoa pekee. Sasa niwaulize, nyie mkizunguka huko kwingine, kuna watu mnawazidi maendeleo? Inawezekana huu ni mkoa wa mwisho kabisa kwa maendeleo katika nchi. Sasa mnafikiri ni jambo jema? Hata mwaka 2015 mikoa mingine ilitoa mbunge wa rau moja moja. Nyie hamkupata hata mmoja. Sasa watu wa Dodoma, ni nyie kuchagua kuendelea kubaki kwenye makucha ya CCM. Tulikuwa bungeni, mimi nilikuwa na mzee wenu anaitwa George Malima Ruberedi, tulikuwa naye bungeni. Mzee amechoka kabisa, seriously, wala sio seriously kabisa. Bungeni sio sehemu ya kufanyia majaribio. Katiba ya nchi yetu ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Itawajibika kwa wananchi. Maana yake ni nini? Sasa mtulie, nimeshaona mmeona polisi sasa mnageuka hivi. Mnataka mkimbia hapa. Au polisi wamesikia sauti ya mwenyekiti wa vijana, wamekimbia hapa kuja kulinda. Kwa sababu nikirushiwa jiwe hapa watajibu ilikuwaje. Unaelewana? Wagogo wa mkawia hapa kuingia kwenye fungu za hilo dude hapa. The global AI market is projected to reach $1.770 trillion by 2032. Do you have the skills needed to seize this opportunity? Build a rewarding career in AI with the postgraduate program in AI and machine learning, business applications. Take the first step towards AI mastery. Apply now. Sasa katiba inavyosema kwamba msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi, maana yake nini?
Maana yake ni kwamba badala ya sisi wa Tanzania wote tuwe marais katika nchi hii, haiwezekani. Hakuna mtu atakayepokea order. Kwa hiyo tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais. Badala ya sisi wote Mpwapwa, Dodoma mjini, kule tulikokuwa Kongwa, Tarime, Iringa, Arusha, wote twende bungeni. Hakuna ukumbi wa kututosha wote kukaa. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akatusemee matatizo yetu. Akaseme matatizo ya barabara, akaseme shule, akaseme maji, akaseme afya yako, akaseme uchumi wako, kwa niaba yetu, sio kwa niaba ya mke wake na watoto wake. Mbunge anapaswa kuwa mwakilishi. Mbunge kwa kizungu tunasema is a taxpayer representative, ni mwakilishi wa mlipa kodi. Na kazi za mbunge ni 3 tu. Moja, kutunga sheria. Sheria gani? Nzuri. Kwa sababu sheria sio lazima, kila sheria sio nzuri. Unasikiaga polisi wanasema tii sheria bila shuruti. Kama sheria ni mbovu, hupaswi kuitii. Kwa sababu sheria, hata wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Waarabu walitunga hiyo sheria na wazungu. Ukikataa kuuzwa, umevunja sheria. Sasa ilikuwa sheria nzuri hiyo? Sheria mavi kabisa. Kwa hata nchi hii ina sheria za kijinga nyingi tu ambazo hatupaswi kuzitii. Tunapaswa kuzidefine, na viongozi watusikilize. Wasipotusikiliza tunakataa. Tunaelewana? Kwa hiyo kazi ya mbunge namba 1 ni kutunga sheria nzuri kwa ajili ya wananchi. 2, sasa wewe mzee utulie kwanza, tumalize, utaongea na simu yako. Namba 1, kazi ya mbunge ni kutunga sheria. Namba 2, kuisimamia serikali ili ifanye nini? Ifanye kazi ya wananchi, kwa sababu mbunge ni mwakilishi wao. Namba 3 ni kuiwajibisha serikali isiposikia. Serikali ikiambiwa na wabunge kwamba tunataka barabara ya kwenda Mpwapwa, isiposikiliza, mbunge ana wajibu wa kuiwajibisha serikali. Kwa njia gani? Mbunge wakiungana wote wakapiga vote of no confidence, wanamfukuza rais madarakani. Wanafukuza rais, wanafukuza waziri, wanafukuza waziri mkuu. Kwa kazi za mbunge ni 3 tu: kutunga sheria, kusimamia kodi yako itumike kwa usahihi, kwa sababu ni mwakilishi wa mlipa kodi, kusimamia serikali na kuiwajibisha serikali. Kwa hiyo katiba inasema ibara ya 8 kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi, wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na madaraka yote. Kwa mamlaka ya rais ni wewe umempa, inapaswa kuwa. Katiba hii inasema lengo la katiba hii, hiyo ni ibara ya 9, ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za ujamaa na kujitegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu yoyote kunyonya mtu mwingine. Kwamba matumizi ya utajiri wa taifa letu yanatilia mkazo maendeleo ya wananchi, hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini, ujinga na maradhi. Hiyo ni katiba. Katiba inasema msingi wa mamlaka ni wewe mwananchi, na inasema unapoweka hayo mamlaka, lengo kuu la serikali, hayo mamlaka lengo lake kuu moja, lengo namba 1 ni ustawi wa mwananchi. Tukisema ustawi maana yake nini? Ulale pazuri,
utibiwe vizuri, utembee kwenye barabara nzuri, uwe na maji, uwe na umeme, watoto wako wasome vizuri. Ndio lengo kuu la serikali. Katiba inatambua kitu kinaitwa utajiri wa taifa. Katiba yetu inasema kuhusu utajiri wa taifa kwamba utumike kwa ajili yetu sote bila kubagua mtu, lakini vile vile utajiri huu utumike kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Utajiri ambao katiba yetu inazungumza ni upi? Utajiri wa taifa letu. Moja, nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ardhi ya nchi yetu, land mass ya nchi yetu 900 na ngapi? 900 na ngapi? 45. Ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zinakuwa na kilomita za mraba 890. Sisi nimewaambia sisi peke yetu ngapi? 945. Kwa hiyo nchi 4 za Afrika Mashariki zote hazilingani na nchi yetu moja. Na nchi hii haina hata kipande kimoja hapa na hapo chenye jangwa. Hata nyie Dodoma ndio sehemu ambayo ni kame, lakini Dodoma ukichimba maji mita 100 unapata maji baridi kabisa. Uongo kweli? Kwa hakuna sehemu kame kwenye nchi. Kwa tunapozungumzia utajiri wa nchi yetu, namba 1 ni ardhi. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Mambo mangapi? Inahitaji watu tunao milioni 63. Inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Tukizungumza kuhusu ardhi, nimewambia tuna kilomita za mraba 945. Na unapozungumza kuhusu ardhi unasema kuhusu nini? Na vyote vilivyo. Unazungumza kuhusu maji. Tanzania ni nchi ya kwanza kwa kuwa na maji mengi mazuri, maji baridi, sio maji ya bahari, Afrika nzima, ya 3 kwenye dunia hii. Ndio nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, na pili duniani ziwa Victoria. Ndio nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, na pili duniani ziwa Tanganyika. Hujazungumza Nyasa, hujazungumza mito mikubwa. Kwa hiyo tuna maji pale Kimbiji, Dar es Salaam. Maji yaliyoko chini ya ardhi ukiyatoboa Dar es Salaam itazama, kwa sababu ni mengi mno. Kwa hiyo ukizungumza kuhusu ardhi unazungumza kuhusu maji. Unazungumza kuhusu milima. Tanzania ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Mlima wenye maajabu, wenye theluji juu yake, mlima Kilimanjaro. Ni nchi pekee yenye madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ambayo ina dhahabu kila kona ya nchi. Kianzia kwetu Tarime ni dhahabu, kienda Msoma ni dhahabu, kienda Geita ni dhahabu, Nzega ni dhahabu, Kahama ni dhahabu, Bulyanhulu ni dhahabu, Bukombe ni dhahabu, Singida ni dhahabu, hata Dodoma kuna maeneo wanachimba dhahabu. Nenda Chunya dhahabu, nenda Kongo, nenda mpaka kule Ruangwa ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu duniani, gramu moja ni shilingi 310. Unaelewa gramu mzee? Ukichukua wembe mzima ukavunja kale kanusu, ndio gramu moja. 310 kwa kawembe kale kamoja. Sasa kunatoka matani na maroli ya dhahabu kila siku kwenye nchi hii, yanakwenda huko duniani. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt, yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu unazozitumia, yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera. Nchi yenye almasi, Mwadui. Nchi yenye chuma hiki kinachotumika kutengeneza magari, nondo na kila kitu kinachotumika chuma. Sisi tuna mlima wa chuma, sehemu inaitwa Liganga, Rudewa. Tuna makaa ya mawe. Tuna kila kitu dunia hii. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini katiba inasema kwamba utajiri wa nchi yetu utumike kuendeleza watu, lakini watu wa Dodoma ni maskini? Na mimi nazungumza kuhusu Dodoma.
Watu wa Dodoma miaka 63 baada ya uhuru wanaishi kwenye vichuguu vinaitwa nyumba. Wanaishi kama watu walivyoishi kabla karne, wakati wa Yesu ndio watu waliishi hivyo. Watu wa Dodoma wanaishi hivyo, na sio watu wachache. Katikati ya utajiri watu wetu ni maskini. Mpigania haki wa watu weusi Afrika Kusini anaitwa Stephen Biko. Kijana aliuawa kwenye mapambano yale. Alisema the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha kubwa na nzuri anayoitumia mdhalimu dhidi ya yule anayedhulumiwa ni akili ya yule anayedhulumiwa. Watu wa Dodoma mmerara, akili zenu ndio zimewafikisha hapo mlipo, na mnapaswa kubadilika. Hatujaje kuwabembeleza, tumekuja kuambia ukweli. If you want to change, mtaumia sana. Nahitaji kubadilika. You need salvation. Nenda sehemu nyingine. Hatusemi kuna maeneo watu wameendelea sana nchi hii, lakini watu wamepiga hatua kulinganisha na Dodoma hii. Inakuwaje? Tulikuwa Kongwa. Ukitoa ile barabara ya lami inayopita kwenda Mwanza, niambie sehemu nyingine ambayo lami imeingia hapa. Hiyo ni fair? Ni sawa hii? Maji ya kunywa hakuna. Mnahitaji Yesu Kristo aje kuambia haya? Hamyajui? Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee tunahitaji watu, siasa safi, uongozi bora na ardhi. Ardhi tunayo, watu tunao. Nini kinakosekana? Uongozi bora. Sikilizeni. Mimi ngoja niwaulize kitu tu mnachoweza kuelewa. Nchi hii mwaka jana serikali imeruhusu, tumeagiza maziwa kutoka nje ya nchi ya bilioni 124. Maziwa haya tunayotumia. Nenda kwenye shelf, kwa sababu nenda kwenye supermarkets, hata kwenye viduka vya kawaida huko utakuta kuna maziwa. Sasa hivi hasa yanajitahidi, haya ni maziwa ya Tanzania, Mtanzania mwenzetu. Lakini nenda kwenye maziwa, utakutana na maziwa ya Brookside yanatoka Kenya, utakutana na maziwa yanatoka Afrika Kusini, utakutana na maziwa yanatoka Rwanda, Inoro, Rwanda. Nenda Shoppers, utakutana maziwa ya Rwanda. Watu wetu wanalala njaa, tunaagiza maziwa kutoka nje. Hapa Mjerumani aliwajengea kituo na chuo akakiacha. Tunaagiza maziwa ya bilioni 124 kwa mwaka, yanaruhusu yaingie kwenye nchi hii. Mkoa wa Dodoma una ukubwa wa kilomita za mraba 41,963. Nchi ya Uholanzi ina ukubwa wa kilomita za mraba 41,890. Mkoa wa Dodoma ni mkubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Nchi ya Rwanda ya Kagame ina kilomita za mraba 26,000. Mkoa wa Dodoma una kilomita za mraba 41,000. Sisi tunanunua maziwa kutoka Rwanda, nyie mko mitaani mnafanya peti. Kama sio kurogo ni nini huko? Serikali hii ingekuwa na wajali. Serikali ya hovyo, tunaongozwa na watu wajinga kwenye nchi. Ndio maana tuna matatizo haya. Fikiria hivi, hakuna nchi ambayo watu wameendelea bila serikali kuweka mkono wake ili iendeleze watu wake. Kwa sababu wewe ukiendelea unajenga nchi. Wewe ukipata fedha utajenga nyumba, utamwajiri fundi hapa Dodoma, hapa kwenu, hapa Mpwapwa. Huyu fundi akipata pesa atanunua mboga kwa huyu mama anayeuza mboga. Huyu ataagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda atakunywa mafuta kwenye kituo cha mafuta cha huyu. Huyu atamwagia, ataajiri mlinzi. Mlinzi atanunua nguo kwa huyu. Fedha itazunguka miongoni mwetu. Tunapotoa fedha hapa inaenda kununua maziwa, tunasafirisha ajira na utajiri kwenda nchi ya nje. Si hata kama mnaelewa ninachozungumza. Hivi mnaelewa ninachosema? Ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali mwaka jana inasema serikali imepoteza, yani imefanya matumizi yasiyokuwa na tija. Hapo wametumia tasfida, yani matumizi ya kijinga kwa lugha rahisi.
bilioni 571 zimepotea serikali ya huyu mama. Ndio hizo mnasikia goli la mama, si kiduku cha mama, si wasanii wa mama, ujinga mtupu. Unatembea hapo unakuta mabango hapa Mpwapwa eti mama hatukudai. Hivi ni kweli nyinyi hamumdai huyu mama? Mpwapwa hapa hata barabara hamna, eti mama hatukudai. Mmerogo nyinyi. Sio bure. Alafu mnaitwa hapa eti mje kutusikiliza kana kwamba tunawabembeleza. Tunataka kuambia ukweli, mfunguke akili. Na sivyo mtakufa maskini. Sasa hebu fikiria. Serikali ingechukua hata bilioni 50 tu, ikanunua ng'ombe, ikawapa watu malisho kwenye familia ya Mgogo moja moja, wakawapa ng'ombe wawili wenye mimba, wakawekea na kiwanda hapa. Ng'ombe wale, mimi nafuga ng'ombe wa maziwa, najua anatoa, kuna ng'ombe anatoa lita 20, lita 15. Acha vile ving'ombe vya kwenu vile vinatoa sio robo lita, hata robo haina. Ng'ombe wa maziwa hawa wanaopatikana chuoni hapa, wakawapa kwa ajili ya kuempower, kama alivyofanya Kagame, kwamba sisi tunakupa ng'ombe mwenye mimba, anataka kuzaa mtoto, tunampa huyu mzee. Yule mtoto akizaliwa akikua, tunamchukua tunampa huyu mama. Huyu mama, yule ng'ombe anapandikizwa mimba, akizaa tunampa huyu. Wanarotate, kila mtu anakuwa na ng'ombe wake. Ukiwa na ng'ombe wawili, wale ng'ombe wanakamuliwa miezi mpaka mtoto anakuja kuzaliwa mwingine, ndio unamwacha miezi miwili anazaa tena, unaanza kukamua. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukizalisha maziwa lita 25, ng'ombe wawili, shilingi 50,000 kwa siku. Serikali imewekea maeneo ya kununua 50,000, unauza kila siku. Wewe ukipata 50,000 kila siku, kwa mwezi ni milioni 1.5. Hiyo familia italalaje njaa? Hiyo familia itanunua bati, serikali itapata kodi kwenye bati. Hiyo familia itajenga nyumba, itamwajiri fundi hapo. Hiyo familia itanunua kitanda, fundi seremala atapata pesa. Pesa itazunguka. Leo pesa inatoka hapa inakwenda nje kwa giza maziwa. Tuna akili hapa? Sio hata kama mnaelewa. Hivi mnaelewa nini? Tuna serikali hapa. Alafu tukisema wanataka kutuua. Nchi gani ambao leo mnachukua bandari mnakabidhi Waarabu? Waarabu walikuwa 70,000 mwaka 61. Sisi tuko milioni 63, wako milioni 3. Sisi tuna mlango wa bahari, tunazungukwa na nchi 6 zinatutegemea sisi. Gari ikipita tumelipa kodi, kila fedha. Huyu mama amewakabidhi wa Dubai kwamba sisi wote ni ndondocha. Alafu mko hapa eti goli la mama. Tunaagiza toothpick kutoka China, made in China. Utajengaje uchumi wa nchi yako? Kama wewe ni nchi ambayo unaagiza mpaka njiti za kutolewa, mnapataje ajira nyingi? Utapataje ajira? Nchi gani? Vijana wako mitaani wanaambiwa tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio kweli. Tatizo la ajira na nchi hii ni tatizo la kutengenezwa na viongozi wajinga walioko madarakani. Hawana uwezo, wamechoka, na lazima tuwabadilishe. Nyie ndio mnaturudisha nyuma nyie. Kituo hiki leo Mpwapwa nzima hii ingekuwa ni sehemu yenye neema kwa sababu ya kituo hiki cha mifugo. Hatujazungumzia ng'ombe wa nyama, tunazungumzia tu wa maziwa. Leo hapa watu wanalala njaa kwenye nchi tajiri hii. Nchi ya 3 kwenye dhahabu nyingi. Bob Marley anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anakuwa na kiu. Huko ziwani una kiu ya maji na maji yako hapo, wewe ni mjinga. Na nchi hii CCM wanatumieni kutokuelewa kwenu kuendelea kuumiza nchi. Mwalimu Nyerere alisema mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Wewe unaona hii ni gari, mimi nakwambia hii ni pikipiki, na una akili unaona hii ni gari, ukikubaliana na mimi nakudharau. CCM kila mwaka anawaambieni watalima hiyo barabara, napanga foleni, mnachagua elimu. Mwaka baada ya mwaka, miaka, kila mtu anatumia hiyo barabara. Tutaleta maji ya yaji. Sasa wao na nyie nani wajinga?
You people need to change. Tunahitaji mbadilike kabisa. Watu wa Dodoma lazima mbadilike. Na tumeleta kwenu message kwamba tunahitaji kubadilisha nchi. Nchi hii imekuwa kwenye mikono ya CCM kwa miaka 63, inatosha. Matatizo hayawezi kutatuliwa na kiwango kile kile cha fikra kilichosababisha matatizo haya. Haiwezekani. Unahitaji kiwango cha juu cha fikra kisi. Matatizo ya kukosa ajira ni ya CCM. Matatizo ya kukosa maji ni CCM. Na sisi hatuzungumzi CCM wa Kibaku, sio hapa Kibaku, sio Mpwapwa. Huyo ni wa kuhurumia na kumuombea. Amechoka tu na yeye. Anakuja hapa anaimbiwa nyimbo jioni eti wanakuja sasa kumekucha, na unaona ni jioni na wanakuambia kumekucha jioni, unakubali? Huyo ni wa kuhurumia. CCM juu zaidi. Juu anatafuta nini huko? Huko anakaa Mungu. Chini hapa ndio kuna shida. Kuna barabara, kuna maji. Au mna maji hapa? Na sisi ni nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi. Mwenyekiti wetu, katibu wetu wa wilaya anafanya kazi nzuri. Ananiorodheshea matatizo rukuki. Haya matatizo hayawezi kuisha tusipobadilisha nchi. Haiwezekani. Tutakuwa tunajidanganya. Nchi hii imeoza. Nchi ambayo watu wanauawa kama sisimizi, watu wanatekwa. Maisha ni magumu. Serikali haina majibu na matatizo ya watu. Ukweli wa Mungu kabisa. Hivi kweli kabisa kuna mtu ana matumaini kwamba huyu mama anaweza kuwa rais akabadilisha kitu chochote? Seriously? Kuna mtu ana matumaini? Tunaenda shimoni. Nchi iko kwenye autopilot. Lazima tubadilishe nchi hii. Wanang'ang'ania madaraka, wanatisha watu, wanaua watu. Mtu anaandika kwenye mtandao anauawa. Lissu yuko ndani. Lissu sio mwizi. Lissu hajaiba kitu cha mtu. Yuko ndani kwa sababu anasema dhahabu yetu itumike kubadilisha maisha yenu. Na mabadiliko duniani ni kwa ajili ya vijana na watu maskini. Wewe unaogopa nini mabadiliko? Model inahitaji mabadiliko. Azam inahitaji mabadiliko. Wewe usiokuwa na nyumba, usiokuwa na sehemu ya kulala unahitaji mabadiliko ili upate sehemu ya kulala. Wewe usiokuwa na uhakika wa kura unahitaji mabadiliko. Nchi hii kila kitu kimeharibiwa. Elimu ni takataka. Ndio maana hakuna critical thinking kwenye watu wetu. Unapewa chumvi, unauza miaka 5. Uelewi hata ukubwa wa unachokifanya. Chumvi na sukari na ndara na katisha tika 10,000 unauza destiny ya watoto wako. Inakuaje afisa elimu yuko hapa Mpwapwa, si ndio? Analipwa na serikali, uongo kweli? Ana gari ya serikali, uongo kweli? Anakaa kwenye nyumba ya serikali, si ndio? Ili afanye nini? Asimamie ubora wa elimu, si ndio? Kwa nini mtoto wake asomi kwenye elimu anayoisimamia yeye? Kama hamtumii akili yeye. Kwa nini? Nchi tunahitaji mabadiliko. Na nyie Mpwapwa mnahitaji mabadiliko zaidi. Tunahitaji mabadiliko kwenye nchi. Na ndio maana Chadema tumesema katika mazingira yaliyopo uchaguzi uwezekani. Lazima kwanza tupiganie mabadiliko ya sheria ili uchaguzi uwe huru na haki. Uchaguzi huu wa watu kukimbia na maboksi. Mwalimu alisema tunahitaji siasa safi na uongozi bora. Hawa askari wanapokimbia na kura, wanaiba kura. Hiyo ni siasa safi? Siasa safi tujenge hoja. Na sio kwamba hawa hawana shida, wana shida kweli. Hawa tangu sisi tukiwa bungeni tulipowasemea wakapewa posho shilingi 300 mwaka 2015 haijai kuongezeka. Na mbunge mjinga kabisa darasa la 7 analipwa kwa siku shilingi 620,000. Mimi nimekuwa mbunge. Wakati nikiwa bungeni mshahara milioni 12. Tulikuwa na mzee Malima Rubereja. Kwa mwezi 12. Kwa siku 420 wakati ule. Leo kwa siku 620,000 mshahara milioni 18. Hawa watu hao pamoja na mambo ya kijinga ambao wanatumwa wanafanya, lakini this is a noble profession. Watu wamekula kiapo kufa kutulinda sisi. Risasi ikipigwa hapa sisi tutakimbia kwenda kule. Wao watakimbia wafuate risasi watuokoe sisi. Kwa hiyo watu wanahitaji kuangaliwa.
wengine wanaoita men in uniform kwenye nchi zilizoendelea. Unamlipa posho kwa mwezi shilingi 300,000. Mbunge analipwa 620,000. Akikaa mbunge tu kuna posho inaitwa ya makalio, sitting allowance. Mbunge matako yake hayaumii bure, shilingi 400 na kitu kwa siku. Huyu kwa mwezi 300,000. Mbunge akipiga chafu ya Marekani, juzi wanasoma Wizara ya Mambo ya Ndani budget, badala wazungumze hata watu walau wapewe insurance hata ya kutibiwa Aga Khan kuliko kuwapeleka general tu, hamna hata aspirin. Wanajadili mle, wamegeuza Wizara ya Mambo ya Ndani kuzungumza mama anatukanwa, mama si nini, badala ya kuzungumza uniform zao mabwana, mishahara yao iongezeke. Tangu tutoke bungeni hakuna naye wasemea. Na walivyo sio wameraniwa, wanatupiga sisi tuliokuwa tunawasemea. Sasa kaeni hivyo CCM wanyonge ndio mtaelewa. Yaani wewe ungetumwa na CCM kuiba kura ya mpinzani, ulipaswa wewe ukomae zaidi isiibiwe. Uongo kweli? Kusema CCM hayana busara, hayana akili. Yanafikiri yenyewe ndio yanapaswa kuishi vizuri. Kija hapa amevaa vizuri, kila mtu anastahili maisha mazuri, na Mungu ametuleta kwenye nchi hii. Ujinga wanaowaambia sio mpaji Mungu sio nini, Mungu ni kweli, Mungu ndiye anatoa, ndio amepanga. Ndio maana ametuweka kwenye nchi ya 3 kwenye dhahabu nyingi duniani. Nchi pekee yenye Tanzania, nchi yenye mlima Kilimanjaro na mbuga kubwa kuliko zote. Kwa nini hakuziweka sehemu nyingine? Kwa nini hakutupeleka jangwani? Alitaka tuishi vizuri hapa. Wanaotuumiza ni viongozi wa hovyo walioko madarakani, na lazima tuwaondoe. Ndio maana tumekuja kwenu kuomba mtuunge mkono. Nyie mko hapa mnasemaje? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Tuunge mkono agenda ya chama chetu ya no reforms no election. Tupate uchaguzi, tubadilishe nchi. Huyu mama ambaye amebandikwa mabango kuliko hata mabango ya biashara, anaogopa nini kama anakubalika? Kwa nini anaogopa? Inawezekanaje afande mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara? Inawezekana hicho kitu? Simba atakubali? Hata sisi tumekataa. Au mechi ya Simba na Yanga mshika kibendera nani? Ahmed Ali. Atawaambia washambuliaji wa Simba, nyie bakini kule kila goli, hakuna offside hapa. Uongo kweli? Na wanataka tuende kwenye uchaguzi ambao Omar Ramadhani Mapuri wa CCM ni mjumbe kwenye hiyo tume. Sisi ni mafaa. Hapo wameweka kikaragosi hapo kinasema wakina Heche wanaogopa uchaguzi. Mimi amwesiri winner, nimekuwa mbunge, nimekuwa diwani. Hata hao vikaragosi walioondoka Chadema hakuna ambaye amewahi kushinda udiwani. Hata udiwani hawajawahi kushinda. Mimi nimekuwa mbunge. Lissu amekuwa mbunge miaka 10. Mnyika amekuwa mbunge. Sisi tunaogopaje uchaguzi? Sisi tunachotaka ni uwanja unaolingana. Hatutaki kwenda kwenye mechi ambayo uwanja una mbigiri, au sisi tunaambiwa tuvue viatu tucheze na watu wana viatu. Tunataka uwanja unaolingana, mechi pigwe dakika 90, wananchi muamue. Mara ngapi wananchi mnatuambia kwamba hata tukipiga kura wanaiba? Mara ngapi mnasema hivi? Msema mjawahi kusikia? Hamjawahi kusikia? Kwa nini mnasema hivyo? Kwa sababu mna imani na mifumo ya uchaguzi, ndio? Kwa hiyo tunatafuta imani na mifumo ili wananchi mchague mtu mnayemtaka. Ndio maana tumekuja kwenu kuwaomba mtuunge mkono. Mkisikia wanashambulia chama chetu, wanafunga ruzuku, mmesikia wamefunga ruzuku? Sio kwa sababu sisi tunakosea, ni kwa sababu tunasema ukweli, tunawaamsha usingizini. Ndio. Wanataka tukae tumsifie mama. Sisi tumekataa. Au mnataka haki ya Mungu mpwako? Sikilizeni. Mimi nikiamua kujipendekeza, mimi nikanyanyua simu, naambia mama, nakuja kujiunga na wewe. Unajua wewe umeletwa na Mungu. Nikaamua niwe chawa. Si kuna watu machawa nchini? Kesho nakuwa waziri. Haki ya Mungu kabisa, kesho nakuwa waziri. Na nitatoka kwenye kuwindwa na usalama, si na polisi, nitakuwa napigiwa saluti.
lakini tumekataa kwa sababu we love this country so much. We need to change this country. Tumekataa ili tuwe sauti yenu. Tunge mkono. Tukatisha tamaa. Mkitukatisha tamaa, nchi itauzwa. Mkisikia mambo yanayotokea kwenye nchi hii, mtashangaa. Hebu fikiria hivi. Kuna kitu kinaitwa carbon credit duniani. Na nitakuwa namalizia. Mambo ya nchi hii ni ya aibu mpaka unajiuliza inakuaje nchi ya watu kama hii, ya watu milioni 63 kuna mambo kama carbon credit. Kwamba nchi zinazozalisha hewa ya ukaa zenye viwanda vikubwa duniani zinazalisha uchafu, yanasababisha mabadiliko ya tabia nchi huko duniani, zinachafua ozone layer. Kwa hiyo nchi kama China, Uingereza, Marekani, Ujerumani zinapigwa fine kwa sababu zinazalisha hewa ya uchafu nyingi, ili nchi zinazozalisha oksijeni zilipwe, zipewe fidia. Oksijeni inatokana na nini? Hivi nie wapo hapa mna. Si hiyo ni sui sayansi darasa la kwanza, si la pili. Miti, si miti inazalisha oksijeni na inachukua carbon dioxide. Au amuelewi hilo jamani? Kwa sisi tuna misitu mingi, kwa tunazalisha hewa nzuri kwa wingi. Kwa hiyo tuna qualify kulipwa kwenye carbon credit kwenye hii dunia. Sasa misitu yetu yote imeandikishwa huko duniani kwamba ni ya nchi inaitwa Saudi Arabia. Saudi Arabia ni jangwa. Kwa Saudi Arabia ndio wanalipwa, alafu wanatugawia sisi hapa. Tuna nchi hapo ndugu zangu. Uwanja wa ndege wa Kia, Kilimanjaro International Airport, aliujenga Mwalimu. Mtalii akitua pale analipa $55, akiwa anaondoka analipa $55. $110. $110 ni shilingi 300,000 kwa mtu huyu. Wanatua watu pale 1.5 kwa mwaka. Kinachotakiwa ni watu wetu wawe pale, wanaona ndege zimetua ngapi, watu wangapi, wanatoka wameingia wangapi, hela inaingia, mnaletewa madawati, eti huo uwanja amekabidhiwa Muomani. Nchi inaitwa Omani ndio iuendeshe, sisi ni Ndondocha hatuwezi. Hayo mambo ni mambo mazuri. Nikisema hayo nakosea nini wewe unayejiita CCM huku? Kama hujarogwa ni nini? Hayo mambo ni mambo mazuri. Ndivyo nchi inavyoendeshwa hivi. Na mnakuja mnaambiwa hapa tutatokea mabadiliko. Haiwezekani ndugu zangu. Haiwezekani. Tusipobadilisha hali hii, tunazidi kuingia kwenye dimbwi la matope zaidi. Na tutaangamia nchi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Badilikeni. Mungu awabariki sana.